Ilikuwa imetajwa kama suluhu ya upatikanaji wa huduma ya afya kwa Wakenya wote. Lakini miezi kadhaa baada ya kuzinduliwa kwake, mamlaka ya afya ya jamii SHA imekumbwa na changamoto chungu nzima. Hii leo taasisi ya masuala ya uchumi humu nchini imezindua ripoti inayoonyesha changamoto hizo na kutaja ukosefu wa ufadhili wa kutosha kama mojawapo ya masuala yanayochangia matatizo yanayoshuhudiwa katika utekelezaji wa SHA. Brenda Wanga ana maelezo zaidi. Mwaka mmoja na nusu na utekelezaji wa bima ya SHA unaendelea kukumbwa na misukosuko. Changamoto kuu ikiwa ni ufadhili. Kufikia sasa, hazina zote tatu chini ya SHA zina upungufu wa shilingi bilioni 116. No doubt, if the resources that are generated are not sufficient, then that raises the risk of financial sustainability, which obviously leads to delays in payments to facilities, and this ultimately undermines service delivery. Ripoti ya shirika la uchumi inafichua kwamba japo mamilioni ya watu wamesajiliwa, wengi wao hawalipi makato. Aidha, wengi hawatafuti huduma za matibabu katika zahanati na badala yake wanakimbilia hospitali za county na zile za rufaa. What that means is that it ends up inflating claims for SHIF, but also this affects detection of chronic diseases. And it means the payouts from SHIF and DCCIF tend to increase because patients are actually bypassing primary health care to go to these facilities. Hospitali nyingi zinadai malipo ya pamoja kwa sababu SHA mara nyingi hailipii dawa, matumizi au ada za kitaalamu. Vituo vya afya kwa upande mwingine bado vinajifunza jinsi ya kutumia mfumo mpya wa kidijitali ambayo unachangia zaidi changamoto. The benefits package is quite ambitious and expensive. There's a huge crisis with claims and reimbursement impacting on facilities and service delivery, and we still have operational and capacity gaps, so suboptimal digital connectivity. So even as much as SHA has actually enhanced its systems, we still have what is called, digital connectivity facilities. Mamlaka pia imepewa changamoto ya kuboresha mifumo yake ya utoaji wa taarifa na ufuatiliaji ili kukomesha udanganyifu, ikiwa ni pamoja na kudai taratibu za gharama kubwa, kugushi rekodi, kubadilishwa bili za wagonjwa wakutwa na kuratibiwa kama wakulazwa ili kudai fedha nyingi na bili nyingi na wagonjwa hewa. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.